Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran imezionya nchi za Kiarabu kwamba shambulio lolote jipya litakalofanywa na Marekani dhidi ya ardhi yake litachochea mashambulizi ya kulipa kisasi dhidi ya miundombinu muhimu ya nishati katika eneo hilo. Tehran ipo tayari kuchukua hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya washirika wa Marekani katika eneo hilo la Ghuba. Maafisa wawili wa ngazi za juu huko nchini Iran, vyanzo viwili kutoka nchi za Ghuba na mwanadiplomasia mmoja wa ngazi ya juu wa kikanda walisema waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alizungumza kwa simu na mawaziri wenzake wa Saudi Arabia, Uturuki, Qatar pamoja na mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir. Hata hivyo, mpango wa mazungumzo haya ya Iran kwamba watashambulia nchi yoyote ambayo itaungana na Marekani katika mapambano, ikizingatiwa kwamba nchi nyingi katika Mashariki ya Kati zinazoizunguka Iran zina kambi za kijeshi za Marekani, na hata katika kipindi cha vita tangu Februari 22 nchi nyingi zilitumika kwa ajili ya kuishambulia Iran, wakitumia ardhi lakini pia wakitumia bahari pamoja na eneo la anga katika nchi za Ghuba kuishambulia Iran. Hivyo Iran inatoa onyo kwa mara nyingine tena, ikieleza mataifa hayo kwamba nchi yoyote ambayo itaamua kushirikiana na Marekani ni rasmi sasa itashambuliwa vibaya mno, si tu kushambulia katika maeneo ya ngome za kijeshi za Marekani au sehemu zenye mali za Marekani, lakini itashambuliwa katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Abbas Araghchi alizitaka nchi ambazo ni washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba kutumia ushawishi wao kwa Rais Donald Trump kumshawishi aepuke kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Alizionya kuwa shambulizi lolote dhidi ya Iran litasababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya mali za Marekani na miundombinu ya nishati katika eneo lote la Ghuba. Araghchi alisema ujumbe wa Iran ulikuwa ni ule ule katika mazungumzo yote: tuko tayari kulipiza kisasi, lakini suluhisho la diplomasia ndio njia bora ya kuepuka kutanuka kwa mzozo na uharibifu wa mali. Iran inaendelea kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Imeufanya mlango wa bahari wa Hormuz kuwa moja ya njia zake muhimu za kuweka shinikizo, na imekataa kukubali kusitishwa kwa mapigano hata katika vipindi ambavyo mashambulizi ya Marekani yalipungua. Mfano wa hivi karibuni ni shambulizi la kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan baada ya siku chache za pande mbili kupunguza mashambulizi. Tabia hii inaweza kuwa na sababu kadhaa. Huenda Tehran inataka kuonesha kuwa Marekani peke yake haiwezi kuamua muda na mwelekeo wa vita. Wakati huo huenda bado ina matumaini kwamba vita vikidumu zaidi vitaongeza gharama za kijeshi, kiuchumi na kisiasa kwa Marekani na hatimaye kuifanya Washington ikubali baadhi ya matakwa ya Iran. Miezi kadhaa baada ya kuanza kwa vita, hakukuwa na taarifa kamili zinazoonyesha uwezo wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ulimwenguni kote watu walikuwa wakihisi tu kwamba huenda Iran ikapigwa kwa muda mfupi tu katika vita hivi ambavyo imeingia na Marekani pamoja na Israel, licha kwamba mataifa magharibi ya NATO hayakushiriki moja kwa moja katika vita hivi. Baadhi ya tathmini za kijasusi za Marekani hasa katika miezi ya mwanzo ya vita zilionyesha kuwa sehemu kubwa ya uwezo huo wa kijeshi bado ulikuwa salama. Shirika la habari la CNN liliripoti mwanzoni mwa mwezi Aprili likinukuu vyanzo vilivyofahamu tathmini za kijasusi za Marekani kwamba takribani nusu ya vifaa vya kurushia makombora vya Iran vilikuwa bado vinafanya kazi, na kwamba Tehran ilikuwa na maelfu ya ndege zisizokuwa na rubani za kushambulia, na wakati wote ilikuwa tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani na Israel katika kushambulia maeneo yao yote katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu hapa The World.